Ni kukaribisha tena katika YouTube channel yangu. Ni Emmanuel Mpale, Nutrition Specialist. Leo niko hapa kuzungumzia mashauri makuu manne ambayo wagonjwa wa vidonda vya tumbo wanafuata, lakini kiufupi sio sahihi na mara nyingi inafanya wenyewe kuendelea kuwa wagonjwa wa vidonda vya tumbo. Lakini niko hapa pia kufahamisha siri iliyofichika katika matibabu ya vidonda vya tumbo. Ni kipi ambacho iweza yamkini hujaambiwa. Hivyo twende sambamba. Kwanza ni kufahamisha tu kwamba tunapozungumzia vidonda vya tumbo, ufahamu wazi ni vidonda vilivyopo kwenye utumbo wako wewe. Kwenye tumbo lako pale kuna kidonda kabisa. Kwenye matibabu ya vidonda vyote, hajalishi kwamba ni kwenye tumbo lako ama ni nje ya mwili wako, iza kwenye ngozi. Fahamu kitu kimoja na mkini hujaambiwa, kwamba mwili huwa unajitibu wenyewe. Kinachohitajika tu ni mazingira sahihi ya wenyewe kuweza kujitibu. Kama ilivyokuwa mbegu, kwamba ili mbegu yote inahitaji hali nzuri kama uwepo wa maji, oksijeni, udongo wenye rutuba na vitu vya design hiyo. Hivyo ndio vinasababisha mbegu uweze kukua na kustawi vizuri. Hivyo ili mwili uweze kujitibu unahitaji mazingira sahihi, kuanzia unachokula, unachokunywa na muda ambao wewe huwa unakula ama muda ambao huwa unakunywa. Hivyo ndio siri iliyofichika katika matibabu ya vidonda vya tumbo. Fahamu kitu kimoja kwamba nimesema kwamba mwili unajitibu wenyewe, na kukudhibitishia hilo, kwa mfano unachokuwa umejikata kwenye mkono, hujaweka amoxicillin, hujaweka dawa yoyote, lakini ile kile kidonda huwa kinapona. Kwa nini kinapona? Na kinapona kwa sababu mwili ni seti iliyokamilika na unaweza kujitibu wenyewe. Kinachohitaji tu ni mazingira ambayo ni sahihi. Katika tafasiri hiyo, kwa mujibu ya nature ya matatizo haya, kuna mashauri ambayo wagonjwa wa vidonda tumbo huwa wanafuata, ambao hakika naamini huwa yanawakawiza wao kuweza kupona tatizo la vidonda tumbo. Ni yapi hayo? Namba moja kabisa, kwa mfano mgonjwa wa vidonda vya tumbo huwa anashauriwa kwamba aweze kula kidogo mara kwa mara, yaani haruhusi kukaa muda bila kula chakula. Hili shauri sio shauri ambalo ni sahihi. Huu shauri hakika kisayansi ni kwamba sio sahihi, kwa sababu kinachowakumba wagonjwa hawa ni kwamba unajikuta kwamba muda mara kwa mara anakuwa anakula, hivyo anatengeneza mlundikano wa vyakula kwenye utumbo wake. Hii inaathiri vipi uponyaji wa vidonda vya tumbo? Ni kwamba ulaji huu au utaratibu huu unaathiri uponyaji wa vidonda vya tumbo, kwa sababu kwanza, hakuna namna mwili unaweza kufanya ukarabati wa utumbo kama chakula bado kimejaa. Na ndio maana kwa mfano kama umekaa kwenye chumba, kama tukihitaji kufanya marekebisho kwenye chumba hicho, huwa tunaondoa vitu vyote na baada hapo tunafanya marekebisho hayo. Na hata hivi ni kufahamisha hapa kwamba ninaposema kwamba mwili unajitibu, ama kisayansi tunasema kwamba mwili unajitibu, ikabidi ufahamu kwamba unajitibu wakati gani. Mwili huwa unajitibu wakati ambapo wewe hauko unakula. Na ndio maana hata swala la ukuaji ukiangalia mara nyingi tunasema kwamba mtu huwa anakuwa usiku, kwa sababu ni wakati ambao unakuwa umetulia, hauko unakula. Nishati huwa haielekezwi kwenye mmeng'enyo, bali inaelekezwa kwenye utengenezaji wa seli mpya na utengenezaji wa tissue mpya. Na ndio maana tunasema kwamba hapo sasa ndio kunakuwa na ukuaji na kunakuwa na uponyaji wa vidonda. Na unapokuwa unakula kwa mfano asubuhi mpaka jioni, wewe mara kwa mara unakula kwa sababu ushajua kwamba utakiwa kukaa muda mrefu sana bila kula, ni kwamba hapa unajitengenezea mazingira ambapo nishati nyingi inatumika kwenye mmeng'enyo, na mmeng'enyo uko busy unafanya mmeng'enyaji wa chakula na sio utibuji ama uponyaji wa vidonda ambavyo wewe unakusumbua. Na ndio nasema kwamba hili wazo sio zuri sana. Sasa hapa unatakiwa kufanya nini? Huwa na shauri kwamba inatakiwa uwe na muda maalum wa wewe wa kuweza kula, kuwepo na interval maalum ya wewe kuweza kula. Kwa mfano kisayansi huwa tunashauri kwamba angalau kuwepo na gap ama interval ya masaa 4 mpaka 5 kati ya mlo mmoja mpaka mlo mwingine, ambayo hii inamfanya mgonjwa mwenye shida ya tumbo kuweza kupata milo hii mitatu tu, na sio hii ya kila muda unakula kama mcho. Ukiwa na utaratibu wa design hiyo uweze kupona vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza, ushauri wa kwanza ambao wanashauriwa au wagonjwa wa vidonda tumbo wanafuata, lakini ni hautoi matokeo na unazidi kuwafanya hao kuendelea kuwa wagonjwa. Kwa hiyo fahamu hiki
nachukua hatua. Huko ni ushauri wa kwanza. Ushauri wa pili ambao wengi wanafata lakini hawajui madhara yake ni unywaji wa maziwa ya ng'ombe. Wengi wanashauri kwamba unaweza kunywa maziwa ya ng'ombe. Hakika ushauri huu mwanzo kwa mazingira ya hospitalini ulikuwa unatumika kwa sababu ilionekana kwamba mgonjwa mwenye shida ya tumbo akiweza kunywa maziwa ya ng'ombe, hakika anapata ahueni. Lakini kitakuja kutokea ni kwamba baada ya muda mfupi moto huwa unaongezeka. Kwa nini unaongezeka? Hapa kuna kitu kimoja nataka nikufahamishe, na kama unatumia maziwa, kwa nini kuna kila sababu ya wewe kuweza kuyaweka pembeni maziwa haya ya ng'ombe. Kwanza fahamu kabisa maziwa kiasili ni asili. Cha pili, fahamu kabisa maziwa yamesheheni protini nyingi sana. Wewe una vidonda vya tumbo. Mara nyingi wagonjwa wenye shida ya tumbo huwa tunapatia dawa ambazo ni anti-acid kwa ajili ya kupunguza uzalishaji wa asidi. Sasa unapokuwa umekunywa maziwa, what is happening ni kwamba maziwa yanapoingia tumboni, ile asidi huwa inaenda kushambulia yale maziwa ambayo umeingiza tumboni. Sasa kwa kuwa ile protini iliyopo kwenye maziwa ni tata, huwa inahitaji asidi zaidi kuweza kumeng'enywa. Ndio maana baada ya muda mfupi wagonjwa huwa unapata moto zaidi, kwa sababu asidi huwa inazalishwa maradufu kuja kusaidia mmeng'enyo wa hii protini ambayo umeingiza kwenye haya maziwa. Lakini kitu kingine ambacho nimekuambia mwanzo ni kwamba fahamu maziwa pia kiasili ni asidi na sio alkaline. Kunazidi kutengeneza asidi zaidi. Ndio maana maziwa haya hayamfai mgonjwa mwenye shida ya tumbo, na hata hiyo anafuata ushauri huu huwa anasema kwamba ni hawafai. Na kuna baadhi kwenye dawa baadhi za kiasili wanakuambia unatakiwa uchanganya maziwa ndio uweze kunywa ndio utapata vidonda vya tumbo. Jaribu, inaweza kawa ni sehemu ya case study. Tukajifunza kupitia kwa, lakini kwa mujibu wa tafiti zilizopo katika sasa tofauti na za awali zinaonyesha wazi maziwa ya ng'ombe hayamfai mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ni ushauri wa pili ambao huwa wanafuata wagonjwa pasipo kufahamu kwamba ni hatari sana kwa upande wao. Kitu cha tatu ni kusema kwamba maharage yanasababisha vidonda vya tumbo. Kuna ushauri huu wanasema kwamba wagonjwa wenye shida ya vidonda vya tumbo waweze kukwepa maharage. Na hapa naomba niweke na pointi ya limao. Wanasema limao pia kwamba ni asidi. Maharage ni asidi, limao ni asidi, na vyote vinapelekea vidonda vya tumbo. Huu ushauri hauko sahihi. Kwanza nianze na habari za maharage. Maharage sio asidi. Hiyo ni pointi ya kwanza kuifanya, hususan unapolinganisha na nyama. Nyama ama maziwa ni asidi zaidi kulinganisha na maharage. Yamkini maharage yanaweza kawa ni asidi kulinganisha na mchicha, kwa maana kwa mchicha ni alkaline zaidi kulinganisha na maharage. Lakini kusema kwamba maharage ni asidi yanasababisha vidonda vya tumbo, huu ushauri sio kweli, na hakuna ukweli wote wa kibiolojia ambao unasema kwamba ukila maharage yanapelekea vidonda vya tumbo. Swali ambalo nataka kaibuka hapa ni kwamba kwa nini sasa ukila maharage yanakusumbua? Kuna mambo machache ya kufahamu hapa. Jambo la kwanza ambalo nataka kufahamu kwanza, maharage mengi ambao wanakula wagonjwa hao wenye shida ya tumbo wanakula yakiwa yameshaungwa nazi ama mafuta ya aina yoyote. Wengi wenye shida ya tumbo wana tatizo la kuweza kumeng'enya mafuta vizuri, wana fat indigestion au wana fat intolerance. Kwa mwisho wa siku, kwa mtu anapokuwa anakula maharage na anatafuta maharage na sio mafuta, kwa hiyo ni kwamba anahisi kwamba shida ni maharage na sio mafuta. Yaani kutumia mafuta sio rahisi, kwa sababu wale wengi anakuwa hawana uelewa, hususan uhusiano kati ya chakula na masuala ya magonjwa. Lakini hii ni pointi ya kwanza kufahamu kwamba wengi wanakula maharage ambayo yameshaungwa mafuta. Kwa hiyo chamkini tatizo ni mafuta. Kwa hiyo nitakwambia kwamba kwako wewe maharage kwako na shida, ikabidi upike maharage ambayo ni chukuchuku, unaweza kuweka viungo vingine, lakini mafuta wala nazo siweke. Ukila kama takobaki na kusumbua, hapo tunaweza kusema kwamba yamkini kwako pia na changamoto. Lakini je, yanasababisha vidonda vya tumbo? Nitakukatalia bado kwamba maharage hayasababishi vidonda vya tumbo na hayahusiani na vidonda vya tumbo. Lakini kwa nini analeta shida? Kwenye maharage kuna wanga ama sukari aina ya lignose. Hii sukari wengi wanakuwa hana uwezo wa kuimeng'enya vizuri, hususan wanapokuwa na changamoto tayari ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ndio maana wanakuwa wanapata changamoto hiyo. Ndio maana kuna namna kuanza kuandaa maharage ili yaendelee kumfaa mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo. Na baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba maharage yanaweza yakasaidia kwenye uponyaji wa vidonda vya tumbo na sio kupelekea tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hicho ndio tutakao kifahamu juu ya vidonda vya tumbo na uhusiano wa maharage. Lakini kwenye swala la limao,
Limao wengi wanasema ni asidi. Ni ukatalie kabisa. Limao sio asidi. Wengi wanatumia ule uchachu wa limao na kusema kwamba ni asidi. Kwenye matunda yote, limao nadhani ni moja ya tunda ambalo namba moja kabisa ni alkaline, sio asidi. Kuwa na uchachu haimaanishi kitu ni asidi. Kibiolojia tunavyotambua chakula hiki ni asidi na sio asidi ni tofauti kabisa na masuala ya kikemia. Katika muktadha huu, mtu anaweza kauliza, kwa hiyo tunatambuaje kama chakula kina asidi ama hakina asidi? Ni lazima tuangalie kwamba uwepo wa protein, wingi wa protein kwenye chakula ni kiashiria namba moja, na habari za madini ya phosphorus ni kiashiria namba mbili ambacho watu wanatumia uweze kutenganisha chakula hiki ni asidi ama sio asidi. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo, limao sio asidi bali ni alkaline. Na kama wewe unadhani kwamba uchachu unatumika kwamba utamsha kwamba hii kitu ni asidi, kuna vyakula ambavyo havina uchachu lakini asidi, mlitumia kigezo gani? Unajuta kwamba unatengeneza maswala ambayo unaweza kukosa majibu, lakini namna unavyotambua chakula kwamba hiki ni asidi au sio asidi kibiolojia inakuwa iko tofauti kabisa. Kwa hiyo hili ilikuwa ni shauri namba 3 ambalo wengi wagonjwa wanaambia kitu ambacho sio kweli. Kuna shauri namba 4 ambalo wengi huwa wanashauri na wanafuata wagonjwa hawa, huwa wanashauriwa na pia wanafuata wagonjwa hawa kwamba nyama nyeupe ni nzuri kuliko nyama nyekundu, kitu ambacho nakuhakikisha kwamba sio kweli. Inapokuja kwenye swala la vidonda vya tumbo, nyama nyeupe na nyekundu zote zinafanana katika mfumo wa athari zake kwa mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo. Wewe ukisema kwamba nyama nyeupe ni nzuri, utakabidi tuambie kwamba kwa nini ni nzuri kwa mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo na kwa nini nyama nyekundu ni mbaya kwa mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo. Mimi hapa nakwambia kwamba zote ni mbaya kwa sababu zifuatazo. Moja, nyama nyeupe na nyekundu zote ni asidi, yani hakuna alkaline hapo. Hii ni pointi ya kwanza ambayo nakutaka nikufahamishe. Lakini pili, nyama nyeupe na nyekundu zote zimesheheni protini ya kutosha. Tena si protein tu, ni protein ambayo ni tata, ni complex protein. Nyama nyeupe pia, pointi ya 3 ni kwamba nyama nyeupe na nyekundu nyingi hizi zimesheheni pia mafuta ambayo yanaganda. Kuna mtu anaweza kusema kwamba samaki na mafuta ya omega 3 nakubaliana, lakini bado na mafuta ambayo yanaganda kwa kiasi fulani. Lakini point hapa ni issue ya mafuta. Hayo ni mambo matatu nataka kufahamu kwenye vyakula hivi. Lakini kuna baadhi ya nyama pia, hususan hizi nyama bado kwa zimesindikwa, zinakuwa na vitu kama phosphate ambazo ni vitu ambavyo ni acidic ambavyo pia vinazidi kuzifanya zile nyama kutoweza kumfaa mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo. Sasa vitu hivi ambavyo nimevitaja vinamwathiri vipi mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo? Fahamu kabisa, asidi inazidi kufanya mazingira yale kuwa acidic zaidi. Lakini wakati huo ufahamu kabisa masuala ya protein, jinsi protein inavyozidi kuwa nyingi inahitaji asidi nyingi kuweza kumeng'enywa. Na namna protein hii inavyozidi kuwa ngumu, inavyozidi kuwa complex, inazidi kuongeza uhitaji wa asidi kwa ajili ya kumeng'enywa zaidi. Katika tafasiri hiyo sasa, je, inaweza kumfaa mgonjwa mwenye shida ya tumbo? Kitu ambacho nasema kwamba sio kweli, haiwezi kumfaa. Na kwa kuwa wengi wanakuwa na changamoto ya kuweza kumengenya mafuta, inakuwa kwenye hivi vyakula ambavyo kuna wanyama ambavyo na mafuta ambayo yanaganda, inakuwa sio kitu ambacho ni kizuri sana, na kinakuwa hakiwezi kumsaidia. Kitaweza kumsababisha mgonjwa huyu kusikia maumivu, kusikia discomfort za aina tofauti hususan kwa kutumia vyakula hivyo. Kwa hiyo bado kundi hili ama ushauri huu ni haumfai mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo. Kitu kingine si ushauri pase, ila hususan ni kuchanganya ni vyakula gani ambavyo wagonjwa hao wanatakiwa watumie na vyakula gani ambavyo hatakiwi kutumia. Mimi niweke tu clear vizuri kwamba vyakula ambavyo vinamfaa mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo ni ulaji au vyakula ambavyo ni alkaline. Vyakula hivi ambavyo ni alkaline huwa ni bora zaidi na huwa vinamfaa sana mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo, kwa sababu vyakula hivi vinafanya mazingira sahihi kwa ajili ya uzalishaji wa seli mpya kwenye mwili wa binadamu, lakini pia vinazidi kuongeza kasi ya seli kuzaliana kwenye maeneo ya vidonda na kutengeneza pia ute ambao unasaidia katika kutenganisha
asidi ya tumbo na ukuta wa utumbo. Kwa hiyo inakuwa ni bora zaidi vyakula hivi, ambavyo vyakula vyote ambavyo ni alkaline vinatokana na mmea, na vyakula ambavyo navizungumzia ni vile ambavyo havijakobolewa. Hapa kuna mambo machache ya kufahamu pia, kwa maana kwamba vyakula hivi tunaona vina mmea. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo unaweza kuvitumia kama na shida ya tumbo, lakini bado pia ikakuletea changamoto. Angalia vyakula vile ambavyo kwanza ni vizuri, ndio uweze kuvitanguliza kwanza tumboni, ili mmeng'enyo ukae vizuri. Baada hapo endelea na vyakula vile vingine, lakini kufahamisha tu kabisa kwamba vyakula vitokana na mmea ni bora zaidi kwa mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo kulinganisha na vyakula vitokanavyo na wanyama. Hayo ndio mambo ambayo nahitaji kufahamisha leo. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema. Kwa heri.